A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mtazamaji, leo tumekutana tena kwenye Uislamu na vijana. Ni hapa Channel 10 Plus. Kama kawaida utakuwa nami Sam Kalinga nikupeleka kwenye takriban dakika 30 za kuwa hapa kwenye Uislamu na vijana. Na kipindi ambacho kinawalika wataalamu wa mambo mbalimbali wakija hapa kuja kutufundisha na kutukumbusha. Na leo tumemwalika Sheikh Abbas Mpingo. Huyu ni mhadhiri wa dini ya Kiislamu hapa nchini, na leo biidhnillah atatukumbusha madhara ya zinaa kwa mujibu wa sayansi. Sheikh Mpingo, karibu sana. Asante. Karibu. Mara nyingi umezoea tunazungumzia kule Channel 10 kubwa. Naam. Tukizungumza kwenye ulimwengu wa Kiislamu. Leo tumekuja kwenye Uislamu na vijana. Hapa tena tuna nafasi. Karibu tena kwa wakati mwingi hapa. Tuje tuzungumze na vijana, tuje tuzungumze na jamii kupitia Channel 10 Plus. Naam. Umesema leo tuzungumze madhara ya zinaa kwa mujibu wa sayansi. Naam. Tuna muda mchache huku. Takriban. Karibu sana. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 17 Bani Israili aya 32 anasema, wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Sadaqallahu alazim. Na wala musikaribie hiyo zina, hakika hiyo zina ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Zina ni nini? Naam. Zina ni kitendo cha mwanamume kumshawishi mwanamke wakatende tendo la kukutana kimwili bila ya kuoana kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu, kama ilivyofundishwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au mwanamke akamshawishi mwanamume wakakutana kimwili bila ya kuoana kwa mujibu wa mafundisho kama ilivyofundishwa katika dini ya Kiislamu. Kitendo hiki Qur'ani imekiita kwamba ni azina, na pia Qur'ani ikasema ya kwamba kitendo hiki cha kukutana kimwili bila ya kuoana kwa mujibu wa sheria ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dini ya Kiislamu, ni uchafu. Pia ikasema ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Sasa hapa inabidi lazima tujue, tumekusha jua kwamba zinaa ni kitendo cha mwanamume na mwanamke kukutana kimwili bila ya kuoana kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu na kwa ridhaa pia ya walii wa yule mwanamke. Naam. Sasa Qur'ani inakuja tena kutuambia kwamba hii zinaa ni uchafu. Mbona vile ambavyo wale waliokuwa ndani ya ndoa wamekuwa mume na mke, wanavyojamiiana wakakutana kimwili, Uislamu kwanza unaihesabu ndoa kwamba ni nusu ya dini. Angalia, hii ni moja katika mambo ya ustawi wa jamii. Uislamu unaihesabu ile ndoa ni nusu ya dini. Mwanamume na mwanamke wakioana wanakuwa tayari wamekwisha tekeleza nusu ya Uislamu wao. Sasa hapo uangalie Uislamu jinsi ulivyoipa ndoa kipaumbele, na kwamba ni jambo lililokuwa kubwa na tukufu. Na wakijamiiana hawa wakakutana kimwili mume na mke, Uislamu unahesabu ya kwamba wapo ndani ya ibada na wanapata thawabu. Lakini cha kushangaza ni kwamba
hawa waliokuwa ndani ya ndoa, jinsi wanavyokutana kimwili, hakuna tofauti yoyote na wale waliokuwa ndani ya zinaa. Mfumo unakuwa ni mmoja tu, ni ule tu, matukio ni yale tu. Sasa kuna hikma gani katika mafundisho ya dini ya Kiislamu kwamba hawa waliokuwa ndani ya ndoa wameruhusiwa na hawa waliokuwa ndani ya zinaa wamekatazwa, na wanaambiwa ya kwamba ni uchafu na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Hapa tutataka kujua kwamba huu uchafu wa zinaa kwanza unapatikana vipi na unakaa wapi. Kwa sababu tumeona ya kwamba katika utekelezaji wa lile tendo la ndoa, lile la kukutana kimwili, kwa makundi yote mawili linakuwa ni la aina moja. Watu wa kemia hapa sasa, wanasayansi, watu wa maabara walikuja wakayatoa maji ya uzazi ya mwanamume, wakayatia katika darubini, wakayapima. Wakaja wakaona ya kwamba ndani yake kuna vitu vikuu 4. Cha kwanza wakaona ndani yake kuna protini. Hii ni katika aina ya chakula, food substance, kwamba wamekubaliana watu wa reproduction system ya kwamba hata yale maji yenyewe ya uzazi ya mwanamume yanatengenezwa kutokana na chakula anachokula. Katika ule mchakato ukifanyika, ile digestive system kikachujwa kile chakula, zinapatikana protini. Zile protini zinachukuliwa, baadhi yake zinakwenda kutengenezwa maji ya uzazi. Na ndiyo maana kwamba kama watu watakuwa wana njaa, hawawezi wakatenda lile tendo la jimaa. Kitu cha pili, wakaja wakaona ya kwamba ndani ya maji ya uzazi, ndani yake kuna acid. Inakuwa ni mfano wa tindikali, kitu chenye ladha ya ukali kama vile ndimu au limau. Hii acid kazi yake ni kuwaua wale bakteria wote wasiotakiwa wakati wa tendo la ndoa linapofanyika baina ya mume na mke. Na kwa kuthibitisha kwamba ndani ya maji ya uzazi wa mwanamume kwamba kuna acid, kama mtu atakuwa na kidonda kibichi, yakichukuliwa maji ya uzazi ya mwanamume yakiwekwa katika kile kidonda kitauma karibu mara 4 au mara 5. Kwa nini kimeuma sana? Ni kwa sababu ya ile acid. Kitu cha tatu, wakaja wakaona ya kwamba ndani yake kuna chromosome, zile mbegu zinazotunga mimba ambazo zinakuwa ni X na Y, zinakuwa zimebebwa mule ndani ya yale maji ya uzazi ya mwanamume. Kitu cha 4, wakaja wakaona kwamba kuna bakteria. Bakteria hawa sio wa ugonjwa. Bakteria hawa wameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bakteria hawa wakaja wakaona ya kwamba kila mwanamume mmoja bakteria wake wanakuwa hawafanani na bakteria wa mwanamume mwingine. Sasa hapa ndipo panapopatikana kile kitu ambacho Qur'ani imesema ya kwamba zinaa ni uchafu. Ule uchafu wa zinaa ndio unapatikana hapa, na ni njia iliyokuwa mbovu kuliko njia zote zilizokuwa mbovu. Ubovu wa ule zinaa sasa ndio unapatikana hapa, kwa sababu hapa inakuja kwamba kila mwanamume mmoja wale bakteria wake wanakuwa hawafanani na bakteria wa mwanamume mwingine. Ni kama ilivyokuwa katika fingerprints, alama za vidole, kwamba kila mtu, hata kwa wale mapacha wale identical twins na fraternal twins, mapacha wanaofanana na wasiofanana, kila mtu na alama zake za vidole hazifanani katika fingerprints. Sasa na hapa pia katika haya maji ya uzazi, katika hawa bakteria, kila mwanamume mmoja bakteria wake hawafanani na bakteria wa mwanamume mwingine. Sasa hawa bakteria hawa ndio wanakuwa hati miliki ya mume kwa mke, kwamba mke huyu ni wa fulani kutokana na wale bakteria wake.
mume anapokuja kutekeleza tendo la ndoa na mkewe, anampandikiza vitu vinne. Anampandikiza zile protini, anampandikiza acid, anampandikiza chromosome, anampandikiza na wale bakteria. Sasa hawa bakteria wakisha kwenda kule ndani, wanakwenda kukaa pembezoni mwa nyumba ya uzazi ya mwanamke kule ndani kule, wanakwenda kujipandikiza, wanakaa pale. Chakula watakachokula ni nini? Ndio ile food substance iliyotengeneza yale maji ya uzazi, kwamba ndani yake kuna protini mule. Kwa hiyo hizi protini ndio inakuwa ndio chakula chao wanachokula, na wao wanakaa pale. Kwa hiyo hawa wanakuwa ndio hati miliki ya mume. Kwa hiyo kila watakapokuwa wanatekeleza tendo la ndoa, mume anampandikiza mkewe bakteria wa aina moja, walipotoka mahali pamoja, na wote wanakuwa ni ndugu moja, inakuwa hakuna magonjwa hapa. Lakini huyu mwanamke atakapotoka nje ya ndoa yake, akaenda sasa kukutana kimwili na mwanamume mwingine, yule mwanamume naye pia atampandikiza vitu vinne, wakiwemo na hawa bakteria. Kwa kuwa kila bakteria wa mwanamume mmoja hawafanani na bakteria wa mwanamume mwingine, hawa watakuwa ni wageni mule ndani. Watakapoingia wale bakteria wenyeji wa yule mume kwenye tumbo la uzazi wa mwanamke, watawashangaa hawa bakteria wageni. Hawa wametoka wapi? Mbona hawa sio ndugu zetu? Mbona tulipotoka sisi sipo walipotoka wao? Wataanza kuwazuia na kuwapiga. Na katika tafiti zimeonyesha ya kwamba hawa bakteria hawa wenyeji hawa wana nguvu zaidi kuliko wale wageni. Kwa hiyo wale wageni wataanza kufa, wengine watakuwa hai. Sasa hawa waliokuwa hai watatafuta sehemu ya ngozi iliyokuwa laini mule ndani, watatoboa na kuzama na kujificha. Hapa itakuwa tayari sasa imekwishapatikana na matatizo ya kiafya. Huyu mwanamke atakuwa amepata matatizo ya kiafya. Hawa bakteria waliokuwa wageni, waliokufa na waliokuwa hai, watakuwa hawataki tena kukaa mule ndani, wanataka kutoka. Watatoka kwa njia gani? Watatoka kwa njia kama walioingilia. Watapita katika urinary tract ya yule mume, katika ile njia inayopita haja ndogo. Watatoka kwa mke, watakwenda kwa mume, watakwenda kujipandikiza kwa mume. Wakija kwa mume, bakteria wa mume na hawa wa mke, hawa aliyowachukua yule mkewe uko nje, hawafanani. Mume naye tayari amekwisha tatizo la kiafya. Sasa hapa ndipo mahali ambapo ndio ule uchafu wa zinaa unapopatikana. Mume naye nje akiwa ana mwanamke huko anatembea naye, na huyo mwanamke akawa na wanaume 2, 3, 4. Huyu mume atawazoa bakteria wote wa wanaume wenzake. Akirudi nyumbani, akikutana na mkewe, atampandikiza mkewe bakteria wake na bakteria wa wanaume wenzake. Na hapa itakuwa huyu mwanamke pia amekwishapata tatizo la kiafya, na wote watakuwa wamepata tatizo la kiafya. Uislamu umechunga sana sheria zake afya za watu. Imechunga sana afya za watu, na ndiyo maana utakuta ya kwamba mume kama atakuwa na wake 2, 3, wake ameoa 2, 3, 4 au mmoja, mpandaji wa bakteria kwa wanawake wote wale anakuwa ni mwanamume mmoja tu, kwa wanawake wote wale ikiwa hawatatoka nje ya ndoa yao. Ikiwa kama mmoja hatotoka nje, na yeye mwenyewe mwanamume ikiwa hatotoka nje, hakuna magonjwa. Lakini wanawake wanasema kwa kupitia ule wivu wao, na sisi vile vile tuolewe na wanaume 2, 3, 4, mtakubali? Kwanza ieleweke, wewe mwanamke unaosema maneno haya, hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Ni ibada hii. Pili,
ikiwa kama kila mwanamume mmoja bakteria wake hawafanani na bakteria wa mwanamume mwingine, je, tumbo la huyo mwanamke litakuwaje? Litakuwa ni nyumba ya magonjwa. Kwa hiyo hapa unakuta Uislamu umechunga afya za watu katika sheria zake. Kwa hiyo hapa sasa inakuwa hakuna magonjwa. Hapa pia unakuja kuona hikma ya Mwenyezi Mungu, kwa nini mwanamke ndiye anayekaa eda ile ya kufiwa. Ngoja kidogo kabla hujaenda kwenye eda, ingawa tuna muda mdogo. Kuna mume ana wake 4. Mwanaume mmoja na wake 4. Je, wale bakteria wale hawatoweza kuingiliana? Mwanamume ana wake 4 au 2 au 3, hawa bakteria wanakuwa ni wa aina moja kwa yule mwanaume. Kwa hiyo kwa wale wanawake wote watakuwa ni wa aina moja. Ndio maana nikasema mpandaji wa mbegu katika mashamba haya yote haya, yani kwa wanawake 2, 3, 4 au 1 anakuwa ni mwanamume mmoja. Kwa mfano mume akienda nyumba A leo, hawezi kupata bakteria watakao kwenda kushangana na nyumba B. Hapana, wote mpandaji ni mmoja. Mwenye vile virusi wale bakteria ni mwanaume tu, wanawake hawana. Ni mwanamume tu. Sawa. Kwa hiyo akienda kule anawaacha, akienda huko wanaacha, kesho wanakutana wale tu. Na ndio maana katika ile eda anakaa mwanamke tu peke yake. Kwa sababu mwanamke anapandikizwa. Mwanamume anapandikiza. Kwa hiyo utakuta kwamba katika kipindi cha eda, iwe ya kuachwa au ya kufiwa, pale watu wengi wanafikiri kwamba inaishia tu kutaka kujua ya kwamba ni mjamzito au si mjamzito. Inakwenda mbali zaidi. Kipindi kile cha eda, Mwenyezi Mungu anawadiliti, anawafuta wale bakteria wote aliowapandikiza mume aliyepita. Ili ukimalizika muda wa eda, akija mwanamume mwingine kumuoa yule mwanamke, anaanza upya kupandikiza bakteria wake. Hawakutani wale bakteria na wale wa mume aliyepita. Kibiolojia, kikemia, kidaktari, kiafya, haitakiwi katika mwili wa mwanamke kuwe na mifumo 2 au 3 au 4 ya bakteria ya wanaume tofauti tofauti kwa wakati mmoja. Inakuwa ni magonjwa. Na wala haitakiwi kwa mwanamume vile vile kuwe na mifumo ya bakteria ya wanaume 2 au 3 au 4 kwa wakati mmoja. Inakuwa ni magonjwa. Kwa hiyo hapa unakuja kuona ya kwamba sheria za dini ya Kiislamu zimeangalia sana afya za watu katika viwiliwili vyao. Na ndiyo maana hapa Mtume SAW akasema, ya ma'shara shababi, enyi kusanyiko la vijana. Alikuwa anaongea na vijana. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaji, yule mwenye kuwa na uwezo wa zile gharama za kuolea na uwezo wa kiafya vile vile katika kukutana na mwanamke, Mtume akasema falyatazawwaji, aoe. Fa innahu lawija, kwani kule kuoa kuna kuwa ni kinga kwake. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, lakini yule asiyekuwa na gharama zile za kuolea lakini nguvu anazo za kutekeleza tendo la ndoa, Mtume akamwambia huyu afunge. Katika kufunga pia kiafya, kwamba ukifika masaa 8 bila ya kula wala kunywa, ile digestive system, ile mashine ya kuchakata chakula inazimwa. Ikishazimwa, hapa matamanio yanaporomoka. Kwa hiyo wewe unaingia katika daraja pia ya uchamungu, ibada. Sasa unakuwa ni zaidi ya malaika. Kwa hiyo unaona njia hizi alizozitoa Mtume ndani yake hazina madhara kama zile zingine zinazotolewa leo, utakuta zinakuwa na madhara. Kwa hiyo hii ni njia iliyokuwa salama aliyoitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo Uislamu ulivyofundisha, na ndivyo Uislamu ulivyomwangalia mwanadamu katika lile jimbile lake kiafya, katika heshima yake pia, kwa sababu ukioa unahifadhika.
unakuwa hawi kama vile lilivyokuwa kopo la chooni, ya kwamba kila mmoja linamuona ile aibu yake. Kwa hiyo katika kuoa pia unahifadhika, katika kuoa pia unahifadhi maji yako ya uzazi hayamwagwi ovyo ovyo, katika kuoa vile vile ndani yake unahifadhi uchumi vile vile. Unakuwa ndani yake unakuwa unastirika ule uchumi. Na pia katika ndani ya ndoa unavomhudumia mkeo na watoto, inahesabika kwamba ni sadaka unatoa, unapata thawabu. Hivi ndivyo ilivyo katika mafundisho ya dini ya Kiislamu. Namaliza, kipindi kimefika mwisho. Namaliza. Naam. Kwanza kwenye maradhi hapa yanayohusiana na mambo ya kujamiana, tumeona hapa katazo moja la Mungu limekwenda kutengeneza madhara. Yani Mungu akikataza wewe ukafanya, kuna madhara mengi yanajitokeza. Naam. Ninaamini yako maeneo ambayo Mungu hasa katika mwili wa mwanadamu amekataza, na bado sisi kama wanadamu tunaifanya. Na kwa vyovyote vile kunaweza ukapatikana madhara zaidi. Naam. Ya kimaandiko ya Mungu, lakini pia ya kiafya kimwili. Sasa naenda kanitafutie. Naam. Kanitafutie maradhi yale ya gono, kaswende, kichocho. Lakini pia kuna sasa hivi hapa kumekuwa na mkanganyiko katika nchi yetu juu ya tafsiri ya wanawake ni mashamba yenu. Yaendeeni mtakavyo. Kumekuwa na mkanganyiko na Waislamu wa madhehebu fulani au watu fulani. Wapo wanaosema wamepotea, wanaopoteza umma. Nafikiri unaelewa kinachoendelea. Nimeelewa. Nenda akatusaidie. Hivi Mungu amekataza kwamba mkate msiule huku na huku. Na isema mkate, kama hujanielewa somo alikuhusu. Je, ukila upande wa pili unapata madhara gani kiafya ya kisayansi kabla ya adhabu ya Mungu? Wiki ijayo au uko mbele njoo tupe hilo somo. Tutakuja gono, kaswende, kisonono, yale yote yanayokuja kupatikana kwenye njia ya kujamiana. Maandiko ya Mungu yatabaki pale pale, lakini faida ya kisayansi. Kwa mfano hapa wametuambia kumbe mbali ya kupata adhabu kwa Mungu kwa tendo la zinaa, kumbe mtu kiafya unaweza ukapata madhara hapa duniani. Basi na haya mengine kanitafutie inshallah. Mtazamaji, tulikuwa na Shabasi Mpingo, yeye ni mhadhiri wa dini ya Kiislamu. Nafikiri mengi umesikia ambayo tulikuwa tunaongea naye hapa. Leo alikuwa anatukumbusha madhara ya zinaa kisayansi. Nafikiri amepita muda wetu, ni mchache sana. Inawezekana kuna ambayo huyaelewi. Hebu taja namba yako ya simu haraka mtu akupigie kama kuna kitu nataka kuuliza. 0620 74 88 71 0620 74 88 71. Kama una jambo ambalo ni la aibu nini, mpigie simu moja kwa moja, muelezee, atakupa faida inshallah. Panapo majali wiki ijayo tutakuwa nami tena hapa Uislamu na Vijana, tuje kukumbusha mengi. Billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.